TV Media. Naam, karibu sana mwanafamilia wa Amani TV Media katika habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi Juni mwaka wa 2025. Sisi ni Amani TV Media, tunahitaji kuona siku moja Afrika ikawa na amani ya kudumu, lakini pia DRC. Na ndio maana chaneli yetu tukaipatia jina la Amani TV Media. Basi ikiwa nawe pia ni miongoni mwa watu ambao unaitaka kuona siku moja Afrika inakuwa na amani ya kudumu, tunakuomba kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare, ili sote tusimame tutafute amani ya kudumu Afrika, hususan na mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambayo inakumbwa na visa vingi vya vita na makundi ambayo yanamiliki silaha mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia mchana wa leo ni kwamba mzalendo mmoja afariki dunia kwa kichapo cha fimbo huko Maniema. Tutajielekeza pia huko Kongolo, ambako unaambiwa ukistahajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Mganga mmoja wa asili aliyekuwa akijihusisha na masuala ya kutengeneza dawa za kimajimaji afariki dunia baada ya kutengeneza dawa na kupima kwenye mwili wake, kisu kiliingia na mganga akafa mazima. Katika habari hizi pia utasikia kuhusiana na wami wa asili wa Fizi wamevunja ukimya wao na kumjibu Asambwa Huseni kuhusu audio aliyohituma ya kusema ya kwamba Wabembe walichanga damu na Wanyarwanda na ndio maana mpaka sasa chuki inaendelea. Kwa hivyo msikilizaji, kuna mengi ambayo utayasikia kwenye habari zetu za mchana wa leo, lakini kazi ni moja tu, tunakuomba wewe kusubscribe chaneli yetu, kucomment na kushare, ili uungane na sisi kwenye familia ya Amani na chaneli yetu ya Amani TV Media. Tunahitaji amani sote. Basi kuwa nami katika uchambuzi mwanzo mpaka tamati. Amani TV Media. Na moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari, tukianzia na habari kutoka huko Maniema, ambako mzalendo mmoja ajulikanaye kwa jina la Papi amefariki dunia baada ya kichapo cha fimbo alichokipokea kutoka kwa wenzake kwa madai ya kusemea kwamba alienda kinyume na sheria yao. Kama unavyojua, wazalendo wana sheria yao, na ukienda kinyume cha sheria ya wazalendo, wao hawana jela. Basi kazi yao ni kuweza kukutwanga fimbo mpaka ujute kuzaliwa. Usiombe ukafungwe ndugu yangu. Hivyo mzalendo huyo Papi alienda kinyume na mapenzi ya wenzie, na kiongozi wao aliamuru achapwe fimbo. Sasa alipopigwa fimbo zilipitiliza na kafa papo hapo. Kitendo hichi cha wazalendo kuuana wenyewe kwa wenyewe kimekemewa vikali na mashirika ya kirahia ya uko Maniema. Huyu hapa ni kiongozi wa shirika la kirahia uko Maniema, anaeleza yote kuhusiana na mkasa huyo wa mzalendo aliyefariki dunia kwa kichapo cha fimbo. Ilipitigana ajali kati ya wazalendo na jeshi letu ya FARDC. Leo tena mimi nilikuwa ninatoka ku village Lubelenge kuorganize maeleksio ya societe civile. Sasa usiku wa kukucha leo, wazalendo wao wenyewe wakapiga mwenjao na huyu mwenjao akaenda kufariki pale pale. Ni kusema kama vile wanaenda kusema huyu mzalendo mwenjabo hakuheshimia makanuni ya kwao, na vile walienda kumupiga na huyu muzalendo anaitwa kwa jina ya Papi akakufa kwa rafla pale pale. Na njo maana ninaalika wakuu viongozi wetu wapate kufuatilia hao wazalendo ajili ya maisha yao, kubeba zamiri ili wapate kutumikia nchi yetu ya Kongo. Wanaenda kuachiliwa, hakuna encadrement moya fulani. Leo ku territoire ya Kailo tunaenda kuishi Calvaire sababu hao wazalendo wanaenda kufanya kijeuri. Banasemaka kwa lugha ya Kifaransa le loup ne se mange jamais. Leo tunaona wazalendo wao peke wanaenda kukulana na njoi wanaua mwenjabo umoya. Na mimi nakuta kama hii itapeleka na raia inakuwa inaishi maisha ya wasiwasi. Amani TV Media. Na moja kwa moja tujelekeze uko Kongolo, ambako umeambiwa ukistahajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Ama kweli au jafa au jaumbika,
kuishi kwingi unaambiwa ni kuona mengi. Habari ambayo imewashangaza walio wengi ni kuhusiana na mganga wa asili aliyejitolea kwa kazi ya kutengeneza dawa za kimajimaji, eti unapopigwa risasi isiingie. Amefariki dunia kwa jaribio la kisu kwenye mwili wake. Mganga huyu alikuwa akiaminisha watu ya kwamba yeye ni mganga wa kweli. Kipindi hiki cha uvamizi wa magaidi wa M23 mashariki mwa DRC, ni lazima watu wajipange kuwa tayari zaidi. Mganga alifanya kampeni kwa watu mbalimbali, kuwaambia waende wakunywe uji na wapate dawa za ukweli ili kujikinga na vifo vya kiorera. Alisema ya kwamba yeye ni kiboko haise. Alifanya huduma mbalimbali za kutoa dawa kwa raia wa Kongolo, na hivyo jina lake likatamba. Lakini cha ajabu ni kwamba alipopokea wateja wengine mganga huyo, wateja walimuamuru na kumuomba dawa aliwapatia aipime yeye kwenye mwili wake. Mganga kwa ujasiri aliwapa wateja kisu eti wapime kwenye mwili wake ili kukamilisha dawa ni ya ukweli wala si ya uongo. Basi wateja walikuwa na uoga kuhusiana na tukio hilo, lakini mganga aliwaambia, pimeni, mimi najua ninachokifanya, ili muaminie kwamba nawapatia dawa za ukweli na wala si dawa za uongo. Hivyo wateja walifanya kama kile ambacho mganga alivyokisema wao wakifanye. Sasa walipima. Walipopima kumchoma kisu mganga, bahati mbaya kisu kimeingia na kumaliza mganga akafariki dunia papo hapo. Tukio hili la mganga huyu kufariki dunia limeleta huzuni na kusababisha fujo katika maeneo ya Kongolo. Hivyo administrator wa tarafa hilo la Kongolo ametoa mwito kwa raia kuto kuaminia vitu vya hivyo, maana vinaweza vikawaponza walio wengi. Huyu hapa msikilize. Kusheferi ya Benanyembo, mujini Matata leo uko Moshi kuna manyumba iliungua. Tulipata habari ya chef de sheferi wa Benanyembo, alitujulisha ya kama muile mjini mulikuwa ndugu moja Bade, ni mzaliwa wa mjini Mweu Munyembo no. Alikuwa nafanya madawa yake ya maantibal, alikuwa nanawisha watoto wa vijana wa mjini Kizaba, na wakati alikuwa na wanawisha walipasha wapime kumwili wake. Kukupima kisu kumwili wake, ndugu alifariki. Kisha kufariki, wa ndugu zake wa Mweu wakakuja kufanya matatizo sababu ya uchungu ya ndugu zao, na manyumba iliungua, mapiaji kapitikana. Baba journaliste, kwa kupitia hiyo mikrofoni yako, naita population yote ya Kongolo tutokane na ile njia, hasa zaidi population yenye kuwa kumalimiti na Maniema, ambayo waliona mifano ya wamalaika wapale na pale wangambo ya Maniema na kupenda kufuatilia ile mifano. Mimi sawa vile administrator nakataza ile mifano, hata wale wenye kwa ma conflit de pouvoir kutimie tunakatala ile mifano. Amani TV Media. Na msikilizaji na mtazamaji wetu, kwa kuendelea kupata habari zetu na kusihi kuweza kusubscribe channel yetu, kucomment, lakini pia kushare kwa walio wengi zaidi, ili na wao pia wapate kupata taarifa zetu za kila siku. Hii ni Amani TV. Na sasa tutamatishe habari zetu na habari kuhusiana na Asambwa Hussein, anajiita ambassadeur de la paix. Ngoma ya milio 7 kabisa. Kwa kujiami anajiita hivyo. Wami wa asili wa Fizi wameamua kuzima ukimya wao na kumjibu Asambwa Hussein kwa yale aliyoyanena kwenye audio yake. Siku zilizopita, kuna picha iliyozagaa kwenye mitandao ya kijamii ikisema kwamba Asambwa Hussein afariki dunia, lakini mwishoni Asambwa alikuja kukanusha na kusema ya kwamba wanamwombea afe basi waanze kutangulia wao. Amesema peke yake kuwa yuko hai na wala hana matatizo yeyote ile. Katika kukanusha habari hizo, Asambwa Hussein alizungumza mambo mengi kuchafua kabila la Wabembe, huku akisema ya kwamba anazidi kuwakosoa. Moja kati ya maneno aliyozungumza ni kwamba mimi sitokufa kabla sijawaunganisha Wabembe na Wanyamulenge pamoja, lakini pia sitokufa kabla sijawaambia ukweli wote ambao unawasumbua. Mimi Asambwa anazungumza ukweli siku zote, na ndio maana ndugu zangu Wabembe mnanichukia. Na mimi nawaambieni, acha niwaibie siri ya kuhusiana na chuki ya Wabembe na Wanyamulenge. Chuki ni moja.
Sababu kubwa iliyosababisha Wanyamulenge na Wabembe kuchukiana ni kuvunja agano ambalo waliagana na mababu zao miaka mingi iliyopita. Mubembe na Mnyamulenge walichanja kiapo cha damu, na hivyo walikuwa wanaombwa kushirikiana kwa pamoja. Lakini baada ya kuvunja agano hilo ndo maana fujo aziishi. Hayo ni maneno ya Asambua Hussein aliyewasukumia bomu kubwa Wabembe kwa malengo ya kusemea kwamba nataka kuwapatanisha. Sasa baada ya ujumbe huo, wami wa asili wa Fizi wameamua kumjibu Asambua Hussein na maneno yake na kumkomesha kabisa asiendelee kuchafua kabila la Wabembe na kusemea kwamba yeye hawezi kuunganisha. Kama anaweza kufanya yake aendelee na maisha yake, lakini asichafue Wabembe wote. Wami wa asili wasikilize kauli yao hii hapa wakiongea katika lugha ya asili ya Kibembe. Mtuatoto Asambua Hussein kwanza na banami amangale nami amumasa tunabitu achote ndani bo Babembe babondo bana bikama pili babuchwa banenwa batu bamogopa mulimwengu batu bamusino mulimwengu nibo baluchanjana nyishina Banyarwanda okome umabele manyo oke na masoke okome kabisa. Lelo histoire kama lishulo wabiwalo ubwela lelo oletenda byangine mbabondo na ekao yalu ubafazi beni yalu etelwa nyumba ya beni yalu etelwa mbuka ya beni na yalu etelwa grupema ya beni ama msektere ya beni. Asambua Hussein lesukuma ngo muchafulia babondo ni mwana babondo tabali na akili ubule na akili ndero nusuku M23 kama ya chibula bale babondo RCD kama yalu patia sheke bale babondo nusuku banani kama bachule ba Belgium kongo baluita wala Mfizi atuya luta wala bukila fasi na bakyongo balupiku Babembe nusuku otango tenda umuntu ya Afrika ose nware walu ufalanga utafauti ya mbavu Mbembe unatotenda inwate ube nibocha ubi mwami wa babondo ube iyo bupatanisha Banyarwanda na wabule batusinyano tumusinye ikocha ndalo ya nyo oke ya soke ya shuru ube Asambua Hussein ule sukumanga ule mu ina na babondo sana dunu suku abi mwibe amotendela babondo tumushingwe tasabino bya Asambua Hussein nalo mubulaka betutule batu bakongozwa na malungu imanya emotenda ntwele kweli amatele kweli na ube tusochangana nobe mbono Bobembe bami Bobembe tuchangana nobe iyanjalo ero mpakeko tuchangana no na ube nkamo lendumiana utango ucho nombo Bembe utango chuita ikao ya Banyarwanda ono territory ya Fizi apana waba Burundi wabisama kama muri nchibitoke kama uli ucho ono territory kama bene bikuba mwami wa babondo ubiole na mamlaka ube icho patanisha Babembe ni bwa batoni bo sinyao na ulia nyishi walobona kalonge to akatana yo babondo longe balemba no kyinshina Banyarwanda uchwe mwana wa bucho na Babembe tanda enwate histoire benile mutaki yesto tike matube omanyibwe wikitenda omanyibwe ube iwikile siasa wike siasa beni na washeta siasa beni na washibaka beni siasa ende ekikao yalu bafazi beni yalu chanjana Nyarwanda na Mbembe ichanjana nyishi obwele Babembe ekikao ibilifazi beni umwashudia bitu bya buja tumbere abantu na ubebino omanyeni omotenda na Bobembe omotenda na ngolo cha Bobembe omotenda na mitu ya Bobembe omotenda na njiki cha Bobembe tuchangana no. Mpendwa msikilizaji, Asambua Hussein alikuwa ni mgombea kwenye kiti cha ubunge jimboni Kivu ya Kusini, lakini baada ya majibu alikosa. Baada ya hapo alikuwa ni mchambuzi mkubwa wa siasa na vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Alipokuwa anazungumza kuhusiana na siasa, watu walimpenda sana. Lakini siku hizi watu wanasemea kwamba hawamuelewi tena mwelekeo wake uko wapi. Na hiyo ni baada ya yeye kusemea kwamba atakufia kusema ukweli na wala hataki kusema uongo. Sasa mimi upande wake simjui ndugu yangu. Nimekuletea haya kama habari zetu za mchana wa leo. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Asante kwa muda wako na asante kwa wewe ambaye tayari umeshasubscribe channel yetu, kucomment lakini pia kushare kwa walio wengi ili na wao waendelee kupata habari zetu za ukweli za kila saa na kila sekunde. Sisi ni watu wa amani. Tunasambaza amani kwa yeyote ambaye anahitaji amani kutoka kwetu. Asante na mchana mwema kwako popote uliko wewe ambao unatufuata ikiwa ni mchana, na jioni njema wewe ambao unatufuata ikiwa jioni, na asubuhi njema kwako wewe ambao unatufuata katika mida ya asubuhi. Tuambie unatufuata kutokea nchi gani, utuandikie hapo kwenye komenti. Asante. Amani TV Media.